Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Machi 3 mwaka 2026. Mada ya leo inasema zawadi ya Mungu kwa jamii ya wanadamu. Imejengeka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 3 aya ya 16. Neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya kujifunza neno lako. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako. Tusafishe, tutakase, tusamehe dhambi zetu. Tusaidie kuitikia neno lako hili tujifunzalo katika jina la Yesu. Amina. Moyo wa Mungu huwaonea shauku sana watoto wake wa duniani kwa upendo wenye nguvu kuliko mauti. Katika kumtoa mwanawe, alimimina mbingu yote kwetu katika zawadi moja. Kwa njia ya zawadi hiyo kunatujia siku kwa siku wema wa Yehova utiririkao bila kikomo. Kila ua pamoja na rangi yake maridadi na harufu nzuri hutolewa kwa ajili ya furaha yetu kupitia zawadi hiyo moja. Jua na mwezi viliumbwa na yeye. Hakuna nyota ambayo inapendezesha mbingu ambayo hakuiumba. Hakuna aina ya chakula mezani mwetu ambayo hakutupatia kwa ajili ya kutunawirisha. Ukuu wa Kristo juu ya kila kitu. Kila kitu kinatolewa kwa mwanadamu kupitia zawadi moja isiyoelezeka, mwana pekee wa Mungu. Alisulubishwa msalabani ili neema hizi zote ziweze kutiririka kwenye ustadi wa kazi ya Mungu. Katika kuchukua asili yetu, Mwokozi alijifungamanisha mwenyewe na wanadamu kwa kifungo ambacho hakiwezi kuvunjwa kamwe. Ameunganishwa pamoja nasi katika zama zote. Mungu aliupenda sana ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Alimtoa si tu ili kuzichukua dhambi zetu na kufa kama kafara yetu. Alimtoa kuwa mmoja na jamii iliyoanguka. Ili kutuhakikishia shauri lake la amani lisilobadilika, Mungu alimtoa mwanawe pekee awe mmoja wa familia ya kibinadamu, ili kudumisha milele asili yake ya kibinadamu. Hii ni ahadi kwamba Mungu atatimiza neno lake. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Isaya 9 aya 6. Mungu aliasili asili ya mwanadamu katika nafsi ya mwanawe na ameenda nayo hata mbingu ya juu mno. Mbingu imehifadhiwa ndani ya ubinadamu na ubinadamu umekumbatiwa katika kifua cha upendo wa milele. Kristo Yesu alishuka chini kwa unyenyekevu usio na kifani, ili katika kutukuzwa kwake kwenye kiti cha enzi cha Mungu aweze kuwainua pia wale wanaomwamini, ili wakaketi pamoja naye katika kiti chake cha enzi. Hii ni Machi 3, mada ikisema zawadi ya Mungu kwa jamii ya wanadamu. Mwenyezi Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara tajificha kwako. Mwamba imara
wimbi la mawio, saya upweke, majaribu yanaponiandama, wiki ya maisha basi utulivu, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka, changamoto zikivuma na kutisha, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, 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 mwamba imara tajificha